Naam, mwana ukuu wa Mwafrika, hiki unachokiona hapa, hizi ni nyumba, sio Gaza hii. Hii hapa ni Israeli. Hiki ni kipigo cha Mwajemi, ambacho ametembeza kichapo kisichokuwa cha kawaida. Na wengi ungeweza kudhani labda ni Gaza, kwa sababu Gaza ndo tumeona uharibifu ambao utawala wa Kizayuni umekuwa ukifanya miji ambayo ilikuwa ni miji mizuri kabisa na nini, lakini matokeo yake Gaza imechakaa vibaya mno. Lakini hiyo Gaza yenyewe imekuwa ni kwa muda wa miaka sasa, tunaenda miwili. Lakini hicho ambacho nimekuonyesha hapa, hiki kimetokea ndani ya usiku mmoja tu. Hoi kabisa hoi. Sasa huyu ni Mwajemi ambaye kimsingi tunasema kuwa Israeli kaanzisha vita, lakini ambaye ni mastermind na steering kwenye hivi vita amekuwa ni Mwajemi. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo makombora ya Irani yalivyofanya uharibifu mkubwa sana katika viunga mbalimbali vya Israeli, hususan Tel Aviv, lakini Haifa pia, na kwa sasa mpaka hivi tunavyoongea ni kuwa uwanja wa Ben Gurion Airport umefungwa kwa muda usiojulikana. Huko ni Israeli, umefungwa kwa muda usiojulikana. Lakini kumekuwa na taarifa ambazo zipo, sijajua kama zimethibitishwa au hazijathibitishwa bado, kuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alikimbilia Ugiriki. Hayuko ndani ya Israeli kwa sababu sasa mashambulizi haya yamekuwa ni makali mno. Lakini wakati huo huo kuna wahanga 250,000 wa Israeli katika taifa la Israeli. Kwa hiyo unaweza ukaona ni kuwa madhara yametokea upande wa Irani, lakini na majibu sasa ya Irani kwa upande wa Israeli yamekuwa ni makubwa mno, kiasi kwamba inapelekea sasa kuomba Benjamin Netanyahu akampigia simu Vladimir Putin amuombe Irani asitishe mapigano. Lakini wakati huo yeye huku anatangaza kuwa kwa muda wa wiki 2 ataendelea kuishambulia Irani, lakini anaomba kule wasitishe mapigano. Ndio hivi sasa unaambiwa kumekuwa na mazungumzo kati ya Vladimir Putin na Donald Trump kwa lisaa lizima, wakiwa wanawasiliana kwa lisaa lizima wanawasiliana, alafu kwa ajili ya kutaka kusitisha vita kati ya Israeli na Irani, lakini Urusi na Ukraine. Kwa sababu kumbuke, Israeli na Ukraine hao wanafanya kazi pamoja, alafu bosi wao ni mmoja, mfadhili wao ni mmoja, anayewapa pesa ni mmoja, ambaye ni Marekani. Kwa kumekuwa na mazungumzo baina ya Donald Trump na Vladimir Putin kuwa hivi vita inabidi visimamishwe hivi vita. Na kuna taarifa zingine pia kuwa Netanyahu amekubali vita visimame kwa siku 60. Sasa kama ni ukweli Netanyahu amesema vita visimame kwa siku 60, Irani sidhani kama anahitaji kuingia kwenye huu mtego. Hawa jamaa waga wanasimamisha vita ili waende wakajipange, ili wajue udhaifu uko wapi. Ndio maana unaambiwa jeshi la Israeli limewazuia raia wa Israeli wasiposti madhara yaliyotokana na makombora yaliyopigwa na Irani katika taifa la Israeli, kwa sababu Israeli hapo ilipo inawaka moto. Na kama nilivyokuonyesha, uzuri hapa kuna videos ambazo unaziona mwenyewe hapa. Yaani Israeli unaambiwa mpaka hivi sasa inawaka moto. Pale panawaka moto. Ni kwa nini? Na ndio maana unaona jeshi limewazuia raia wa Israeli wasishare hizo videos za moto unavyowaka na uharibifu uliotokea katika taifa la Israeli, kwa sababu wakasema kufanya hivyo ni kuwavunja moyo askari wao na kuwapa nguvu adui. Ndio maana taarifa nyingi unaona hazipatikani za Israeli, lakini wako bize kutangaza kuwa Irani wamepiga si vinu vya nyuklia. Kwenye makala iliyopita nakumbuka nimekuambia kuhusiana na kuwa Irani walifanya decoys. Maeneo ambayo Israeli alishambulia yakidhaniwa kuwa yana silaha, mengi hayakuwa na silaha hizo, au mengi yani silaha zimefichwa mahali ambako hauwezi
ukajua. Nikukumbushe kitu kimoja. Mnakumbuka juzi hapa Irani walikuwa wametoa underground city ambako ndio wameweka makombora hiyo underground. Mbona hujasikia hizi taarifa kuwa Israeli ameshambulia hiyo underground? Kwa sababu naambiwa hayo makombora ambayo Israeli anayatumia kushambulia hayawezi kupenya pale. Ni mpaka apige makombora sijui kiasi gani. Lakini tu kasoro sasa, hawa viongozi waliouawa wa Irani walikuwa kwenye magorofa. Hawakuwa kwenye mahandaki. Kwa kwenye magorofa ilikuwa ni rahisi sasa kuwaua. Ndio, ni maeneo mbalimbali, kwa sababu lazima tukubaliane kuwa intelijensia ya Israeli ni intelijensia kali sana. Na wana vitengo vya ujasusi ambavyo ni vitengo yani nisemeje, viko vizuri sana kwenye ujasusi. Na usisahau kuwa sio Israeli yenyewe, ukumbuke CIA wako hapo, MI6 ya Uingereza wako hapo, na mashirika mengine ya kijasusi kutokea mataifa mbalimbali ya Ulaya. Kwa hiyo imefika mahali sasa iko hivyo. Lakini pia Netanyahu amemuomba Donald Trump aingilie kati kumsaidia kupigana. Vita ulivyoanzisha mwenyewe, leo unamuomba Marekani aingie kupigana. Though tunajua ni Marekani ndo anayepigana, kwa sababu anatumia anga la nani? Anatumia anga la Iraki ambalo linamilikiwa na Marekani. Kitu ambacho Iraki pia wameomba Irani isishambulie vituo vya anga au kambi za kijeshi zilizoko katika ardhi ya Iraki huko, Iraki. Yani Iraki wamemuomba Muajemi, tunaomba usishambulie usishambulie hizi kambi za jeshi la Marekani zilizoko huku Iraq. Usishambulie, tunakuomba. Lakini wakati huo sasa Pakistan yeye anamuunga mkono Irani na amesema ataungana naye. Na msisahau ndugu zanguni, Pakistan ni hatari kuliko Irani inavyodhaniwa kuwa hatari. Sasa Pakistan kama akimuunga mkono Irani, hivi vita sijui vitachukua sura gani, kwa sababu Pakistan ni jeshi hatari kuliko, kwa sababu Pakistan wao wana ile tunaita martial law. Yani ukipiga ni hapo wamesha respond, kama Israeli wanavyofanyaga vile. Yani ukipiga wamesha respond, hawana haja sio wakajadiliane sio wakafanyaje. No, ndio maana mtakumbuka mgogoro juzi hapa uliotokea kwenye jimbo la Kashmir kati ya Pakistan na India wakiwa wanagombania lile jimbo. Mnakumbuka kichapo alichotembezewa India. Hao ndio Pakistan, na Pakistan pale walipo wao wana nuclear. Kasoro tu hawana yale makombora hayo ya ICBM ambayo ni kwa ajili sasa ya kupigia hizo nuclear. Lakini wako vizuri sana Pakistan, wameonekana kumuunga mkono. Wakati huo China amepeleka misaada ya kibinadamu Irani. Misaada hii ya kibinadamu Irani, kwa sababu China na Irani ni washirika wazuri sana. Nilikuambia juzi kuhusiana na reli ambayo imejengwa kutoka China mpaka Irani kwa ajili ya, na reli imepita majangwani humo, kama imepita Turkmenistan. Hilo jina jamani. Ni nchi za Ulaya huko, lakini na Kazakhstan pia imepita huko. Turkmenistan sijui inaitwa hivyo. Lakini imepita huko na imepita majangwani ambako there is no checkpoint, no borders. Hakuna mipaka, hakuna masuala ya checkpoint. Ni reli moja kwa moja, treni linatoka umbali wa kilomita kama 10,800. Kwa maana hiyo kuwa Irani ni mshirika mzuri wa China. Lakini Urusi ndio usiseme, kwa sababu hawa ni washirika wazuri. Kwa mpaka sasa Israeli ameshaanza kuomba na madhara yaliyotokea Israeli kutokana na kipigo au kutokana na kichapo ambacho Muirani au Muajemi amekitembeza ni madhara makubwa mno. Unaambiwa Iron Dome zimesafa sana. Iron Dome hizi ambazo ni za Yahudi ambazo zinaaminika kuwa ni mifumo bora sana ya ulinzi, lakini imehangaika sana. Ndugu zangu, niwakumbushe kitu kimoja. Mtakumbuka hawa Wahuthi wa Yemen wako wanaishambulia Israeli kwa maana kuwa wanataka Israeli waondoke Gaza. Wakasema kuwa sisi kuacha kuishambulia Israeli ni pale atakapoondoa vikosi vyake vya kijeshi katika ukanda wa Gaza, awaache, kwa sababu lile ni taifa huru. Kwa mtakumbuka vizuri sana. Sasa hawa wakawa wanatumia makombora ambayo waliapa jina la Palestine 2 hypersonic missiles.
Ndio kombora hili inaitwa hivyo, hypersonic 2 Palestine 2 hypersonic missiles, ambalo kombora hili lilisababisha, kwa sababu wao walikuwa wanalenga sana hapo Tel Aviv, hususan kwenye uwanja wa Ben Gurion Airport, ambapo lilisababisha sasa mifumo ya ulinzi ya Iron Dome ya Israeli ikashindwa kufanya kazi. Ikabidi Wayahudi waombe mfumo wa taadi kutokea Marekani kupambana na makombora ya namna hii. Sasa hao wanasema makombora haya Palestine 2 hypersonic missiles wameyatoa Irani, ambapo Israeli amesema kuwa badala ya kupiga mkia wa nyoka tumeamua kupiga kichwa cha nyoka. Sasa hicho kichwa cha nyoka chenyewe kimeanza kutema sumu, na sumu hiyo ni hatari. Kwa Israeli hapo ilipo inapigika, wameanza kuomba msaada kutokea Marekani. Benjamin Netanyahu alimpigia Vladimir Putin simu kuwa tunaomba ujaribu kuongea na Irani wasilipe kisasi, yani kwa yote mlioyafanya. Na Irani ametangaza, amesema hili ni tangazo la vita. Hivi ni vita ambavyo mmetangaza nyinyi wenyewe. Nikusomee taarifa kidogo hapa, alafu niendelee mbele kidogo. Nasema Irani imezionya Marekani, Uingereza na Ufaransa kuto kuisaidia Israeli kukomesha mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Teherani, kulingana na shirika la habari la Reuters likinukuu vyombo vya habari vya serikali ya Irani, kwa sababu juzi tumeona Ufaransa amesema anaiunga mkono Israeli. Yani sijui bwana manyang'au, mimi hata sielewagi ni nini mambo yanakaje kaje. Ngoja nikusomea hapa. Asema ripoti zinasema kuwa Teherani italenga vituo vya kijeshi na meli zilizoko katika eneo hilo ikiwa nchi hizo tatu zitaiunga mkono Israeli. Ukumbuke kuwa Wahuthi wamesababisha hasara kubwa mno, jambo ambalo lilipelekea Marekani pamoja na washirika wake wengine kufanya operation pale kwenda kupigana na Wahuthi, kwa sababu walijaribu kuwahonga pesa, Wahuthi walikataa. Kwa hiyo ikabidi waende kusanye majeshi yao waende wakapigane, lakini walipigwa kichapo sio cha kawaida, maana Wahuthi wale ni balaa, wale vijana wa mzee Al-Huthi wao. Sasa taarifa inaendelea, sema waziri wa ulinzi wa Israeli Katz amesema Teherani itaungua ikiwa Irani itaendelea kurusha makombora. Katika maoni yaliyotolewa wakati wa tathmini na maafisa wa kijeshi, Katz anasema dikteta wa Irani anawageuza raia wa Irani kuwa mateka na kuunda ukweli ambao wao haswa wakazi wa Teherani watalipa gharama kubwa kwa shambulio la jinai dhidi ya raia wa Israeli. Lakini kimsingi ni kuwa hizi wanaongea tu, vita vyenyewe ndio vinavyoamua kama hivi tunavyoweza kuona. Lakini Putin alimpigia simu, Putin alipiga simu kwa Donald Trump kumwambia kunatakiwa kuwe na usuluhishi kati ya hawa watu wanaopigana, kwa sababu vita hivi mwisho wa siku vitaenda kuathiri uchumi wa ulimwengu mzima. Kwenye makala iliyopita nimekuambia Irani wamesema wana namna nyingi ya kulipa vikwazo. Kuna mlango wa bahari Hormuz ambao 20% ya mafuta kutoka Uarabuni yanapita pale kuelekea duniani na Ulaya pia. Na wamesema wanaweza wakafunga ule mlango kwa sababu anayemiliki huo mlango ni Mwajemi. Kwa kuna njia nyingi wamesema za kulipa kisasi. Kwa hiyo ndugu zanguni, vita vimechukua sura tofauti na vita hivi vinaendelea kwa namna hiyo, lakini Irani amebaki yuko fiti karikiti imara kama chuma cha Mjerumani kupambana sawasawa na utawala huu wa Kizayuni uliosababisha maafa na kuwaua viongozi wengi wa Irani, lakini pia kusababisha majeruhi, kwa sababu mpaka sasa unaambiwa raia 80 wameuawa ndani ya taifa la Irani na majeruhi kama 800 hivi. Kwa hiyo ndivyo hivyo, lakini kichapo kinaendelea na Myahudi anaendelea kupata shida huko kwa kadiri ambavyo mambo yanaendelea. Asanteni sana.